Israel imeanzisha tena mashambulizi makali dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza. Hatua hii inakuja baada ya mazungumzo ya kuachiliwa kwa mateka kuvunjika, Hamas kukataa kuongeza muda wa usitishaji mapigano na Israel kuendelea na jitihada za kuhakikisha usalama wake wa muda mrefu. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameapa kuendelea na operation hadi kundi hilo litakapodhoofishwa kabisa. Hapa ni uchambuzi wa kina kwa sababu hizi tatu ambazo zimesababisha Israel kuanzisha tena mashambulizi kwa Hamas. Sababu ya kwanza ni kuvunjika kwa mazungumzo ya mateka. Mazungumzo kati ya Hamas na Israel yaliyokuwa yakifanyika chini ya usimamizi wa Misri, Qatar na Marekani yalivunjika baada ya Hamas kutoa masharti magumu. Hamas iliitaka Israel kuondoa vikosi vyake kutoka Gaza na kusitisha vita kabisa, jambo ambalo Israel ililikataa. Netanyahu aliamini kuwa Hamas ilikuwa ikitumia mazungumzo hayo kama mbinu ya kuchelewesha mashambulizi ili kupata muda wa kujipanga upya. Mazungumzo haya pia yalihusisha suala la mateka wa Kiyahudi waliokuwa mikononi mwa Hamas. Awali, Hamas iliachia baadhi ya mateka kwa awamu kwa masharti ya kuachiwa kwa wafungwa wa Kipalestina, lakini baadaye iliweka masharti mapya ambayo Israel iliona kuwa hayatekelezeki. Hali hiyo ilizidisha mvutano na kupelekea Netanyahu kuamuru mashambulizi kuanza upya. Sababu ya pili ni kukataa kwa Hamas kuongeza muda wa usitishaji mapigano. Baada ya mapigano makali ya awali, kulikuwa na makubaliano ya muda mfupi ya kusitisha mapigano ili kuruhusu mazungumzo na misaada ya kibinadamu kuingizwa Gaza. Wakati muda wa makubaliano hayo ulipofika mwisho, wapatanishi wa kimataifa walijaribu kushinikiza pande zote kuongeza muda wa usitishaji mapigano. Hata hivyo, Hamas ilikataa kuongeza muda huo bila Israel kukubali masharti yake, ikiwa ni pamoja na kusitisha vita kabisa. Netanyahu kwa upande wake aliamini kuwa Hamas bado ni tishio na kwamba kukubali kusitisha mapigano zaidi kungempa adui muda wa kujipanga upya, hivyo Israel iliamua kurejea katika mashambulizi kwa nguvu zaidi. Sababu ya tatu ni kuhakikisha usalama wa Israel. Kwa muda mrefu, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameweka wazi kuwa lengo la Israel ni kuhakikisha usalama wake wa muda mrefu kwa kusambaratisha Hamas. Kwa mujibu wa Israel, Hamas bado ina uwezo wa kutengeneza silaha, kuchimba mahandaki ya kivita na kupanga mashambulizi zaidi. Kwa kuzingatia hilo, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameeleza kuwa vita havitaisha hadi pale Hamas itakaposhindwa kabisa kijeshi na kisiasa. Serikali ya Israel inahofia kwamba ikiwa Hamas itaachwa katika hali yake ya sasa, basi kutakuwa na mashambulizi zaidi dhidi ya raia wa Israel katika siku zijazo. Matokeo ya mashambulizi haya yamesababisha vifo vya mamia ya Wapalestina, wakiwemo viongozi wa Hamas na raia wa kawaida. Israel imeendelea na mashambulizi ya anga pamoja na operesheni za ardhini, huku jamii ya kimataifa ikielezea wasiwasi kuhusu hali ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Netanyahu ameapa kuendelea na operesheni hii hadi pale Hamas itakaposambaratishwa kabisa. Katika hotuba yake hivi karibuni, alisisitiza kuwa Israel haitaacha vita hivi bila kuhakikisha kwamba kundi hilo halina tena uwezo wa kuishambulia tena katika siku zijazo. Kwa sasa hali katika ukanda wa Gaza inazidi kuwa mbaya, huku wapatanishi wa kimataifa wakiendelea kutafuta njia za kuleta suluhisho la kudumu. Mtazamaji wa Zone Media, hizi ni sababu tatu ambazo Israel imeamua tena kuishambulia Hamas kama kawaida, huku wakizidi kupelekea maafa makubwa katika ukanda wa Gaza, ambapo raia wanazidi kutaabika kutokana na yale ambayo yamekuwa yakifanywa na jeshi la Israel kupitia operesheni ambayo imeamriwa na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Sasa kwa taarifa zijazo kuhusiana na mzozo huu wa Mashariki ya Kati katika ukanda wa Gaza, basi jiunge nasi kila siku kwa kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.